Igwen Media, burudani kwa wote. Naam, karibu mpenzi mmoja wa Igwen Media bwana, mimi ni J255 nikiwa na Cedric G. Tunakutana na nahodha wa timu ya Alliance Sports ambao wanakuwa wanafanya vizuri na walikuja kutoka kwenye hatua ya 16 ligi iliyoisha, lakini bado kuna ligi ambazo ziko mezani. Tunakwenda kuongea naye kuweza kujua wamejiandaa vipi kuhusiana na ligi ambayo ipo mezani, kwa sababu ni ligi ambazo zitakuja kuvunja ligi ambazo zilitangulia hapa nyumbani, ligi ambazo zinakuwa ni kwa mara ya kwanza kutokea hapa, ligi kuu na ligi ya kapu vikiendelea kwa pamoja kusokota kabumbu hapa kambini Nyarugusu. Tumsikilize tuweze kujua mengi zaidi kupitia Igwen Media. Inakuwaje? Salama kiongozi. Mzima. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Tuambie Alliance, kama Alliance kwa nahodha imejiandaje kuhusiana na ligi hizi mbili ambazo zipo mezani mpaka sasa? Timu sasa hivi imejiandaa vizuri na watu waelewe kitu kimoja. Alliance sasa hivi ni timu ambayo inahitaji ushindani. Na timu ya ushindani inatakiwa watu wajipange kwa kila hali. Na vipi kuhusiana na usajili, mmejipangaje? Kwa sababu kuna fununu ambazo zinasikika kuwa hawaruhusu wa wachezaji wa nje wale upande wa pili kuja kusaidia timu za huko. Mimi nafikiri kwa upande wa timu yangu usajili wa aina yetu tushaachana nao. Tushakuwa na mawazo ya kusajili madogo zetu hapa kambini. Hususan Barcelona, Real Sport na wengine yule ambao atakatufurahisha tutamsajili. Na nafikiri timu ishasajili baadhi ya wachezaji. Tuambie wewe kama nahodha, mechi hizi ambazo zinakuja kusukuma ligi ambayo mmekutana mechi ya kwanza, mko na Manakali bingwa ambaye amechukua kwa mara ya kwanza kombe hapa nyumbani, mmekuja kukutana kufungua naye ligi ile ambayo haijapangiliwa rasmi kuweza kuchezeka. Mmejipangaje kuhusiana na hiyo mechi? Mimi nafikiri sina Manakali ni mechi ngumu kwa kuwa ilikuwa timu moja. Inatakiwa kila mtu ajipange kwa namna yake fulani ili ashinde mechi. Na Manakali inatakiwa tumheshimu kwa kuwa yeye ndio timu pekee iliyochukua ubingwa. Sisi tulichukua ubingwa ligi nyingine, lakini Manakali akawa bingwa kwa sasa. Inatakiwa tumheshimu, tutapambana. Kwa hiyo unakubali kumpa mkono wakati wa kuanza mechi na kumpa heshima wakati wa mechi, lakini lazima ndani ya dakika 90 bumbili mimi lazima nimpe heshima zake kwa kuwa yeye ndio bingwa mtetezi. Sasa kwa nini nimdharau bingwa? Haitawezekana. Mpaka sasa hapo tuambie, tuwe na matumaini gani kuhusiana na hiyo mechi ambayo mtakuja kufungua ligi ambayo itakuwa inafungua dimba ambao itakuwa na watu wengi sana hapa nyumbani? Mechi ya ushindani ni ngumu sana mtu kutabiri, lakini tutapambana. Mungu atasaidia. Na pule yako ambayo umepangwa wewe, unionaje kwanza kuhusiana na timu ambazo nimekutana nazo mle? Ziko na viwango vikubwa, kwa sababu sasa hivi kila timu inakuwa ina kipato na kipato kinaendesha timu kuwa vizuri zaidi. Wewe kama wewe unaweza kusema hivi kuhusiana na hiyo pule ambayo umepangwa wewe na zingine timu ambazo mnakwenda kutupana hivi kundi? Ni kawaida yangu wakati dharau timu. Kwenye kundi yetu kila timu ni ngumu, na kwa kushinda game lazima mtu amheshimu mpinzani. Sisi tutamheshimu mpinzani afu baadaye tutakabiliana naye uwanjani. Bana, kuna fununu ya kuwa waamuzi ni wachache sana kipindi hichi, na wanakuja waamuzi wanafunzi ambao wameanza kufundishwa na wale ambao walikuwa wamesimama kwa muda wamerejea. Kwako wewe unaona hichi ambacho wanakifanya kuchukua wale ambao walikuwa wamesimama kwa muda kwa matatizo yao binafsi ambayo tulikuwa tuyajui mimi na wewe, na kuna wale wanafunzi ambao wameanzishwa shule siku hizi 2 kuingia kati kuhukumu au kuweza kusimamia mchezo, unaona itakuwa vizuri kama zamani au kutakuwa na upungufu mkubwa? Na hilo kwanza niseme ni jambo la kushukuru sana. Mtu kujitolea tena kurudia kwenye kazi. Mimi niwapongeze, wamefanya jambo la maana sana. Na nafikiri kwenye kazi yoyote naomba ushirikiano. Washirikiane na wenzao ambao walikuwa wanatumika, kazi itakuwa nzuri. Tukizungumzia haraka mikono natoka mazoezini, tuweze kusema kuhusiana na mechi ambayo itakuja kufungua dimba hapo. Mmeshakutana mara ngapi? Kwa sababu nyinyi watano wa jadi mlikuwa timu moja, mshaachana sasa hivi mnakuwa kila mtu anajitegemea. Mechi ya ngapi mmekutana? Kama sijakosea, inaweza ikawa hii ambayo tutacheza Jumapili, inaweza ikawa game ya 6. Manakali hawajawahi kufunga mechi hapa. Zote mnafunga. Hata kugawa hawajawahi. Tunafunga, tunadraw. Kwa hiyo mashabiki wakae chonjo na kutarajia kuwa mtafanya mazuri zaidi. No, mpira unahitaji mazoea. Yawezekana tukafungwa hata 4 au 5, lakini yaomba tu wachezaji wapambane. Tukienda kwa mazoea yawezekana tukafezeka zaidi. Mikalu, ligi kuu inakuja hapa, na ligi kuu ambayo tuliwahi kushuhudia hapa ni ile ambayo D1 aliwahi kuchukua alipewa bingwa. Mechi ya mwisho alicheza na Sede Trua kwenye uwanja wa J2 Sport.
ya akachukua ubingwa wa ligi kuu, na leo hii imekuja. Utakubali kuweza kuachia pande mmoja ili uweze kuchukua pande mwingine, au utapungania kamba pande zote mbili? Ni ngumu sana kutabiri mazingira hapa nyumbani. Kila game sasa hivi ni ngumu kwa kuwa mpira ni hela, na timu nyingi sasa hivi washakuwa kidogo na ile hela ya kuwasaidia kidogo. Sasa endapo nitasema eti sisi ndo tutapambana zaidi ya wengine, hilo jambo nitakuwa kama vile najiongopea. Lakini sisi tutapambana. Kwa kupambana kwetu hatuwezi tukakubali sisi timu izalilike, na wakati wachezaji wapo ni lazima kwanza wachezaji washirikiane, wapambane ipasavyo ili angalau tuchukue kombe moja, vikiwezekana hata mbili endapo vitawezekana. Na kati ya cup na ligi zote mnapoteza. Zote tunapoteza. Kati ya cup na ligi kuu, ni ipi ambayo unatamani wewe kama nahodha unaweza kuwashawishi ndugu zako tupambane juu chini tuweze kuchukua, kwa sababu kuatia heshima timu yetu ya Alliance? No, ligi ni ligi. Kwa timu ya Alliance sasa hivi nafikiri wanahitaji kila ligi. Yoyote ile ambayo itakuwa mezani tutapambana kwa hiyo tupate ubingwa. Vikishindikana kwa ile ambao havitawezekana, tutakuwa basi tumebaki kwenye mashindano, lakini lengo la timu ni kuchukua ubingwa wa kila ligi. Bana, muda sio rafiki, tutakuja kuona hata siku nyingine bana. Leo tulimkuta mazoezini, tupiga naye mastori nahodha wa timu Alliance, na ameongea mengi zaidi. Subiri tuongee naye aweze kuongea na mashabiki wake na kuatia moyo watu ambao wanafuatilia Alliance the Force kutoka hapa nyumbani. Niseme tu timu bado ipo, Mikalu bado yupo, tutapambana kwa sababu ya timu na timu itapambana kwa ajili ya mashabiki. Asante. Hii hapa ni Gwen Media, mimi ni J4G 255 nikiwa na Cedric HD kwenye msafara. Asante kwa muda wako, tukutane muda mwingine, chao. Gwen Media, burudani kwa wote.